وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي أما بعد. Moja kwa moja nami niingie katika kutumia dakika zangu 15 kama ambavyo walivyoweza kutumia wenzangu. Bahati mbaya nimewekwa baada ya mtoto wa Tandika, Sheikh Muharram Ziwanda, mtoto wa Tandika. Yeye anatandika na mimi napiga mateke. Mada yangu, Mheshimiwa Mufti, inasema kuliombea taifa ni katika mafunzo ya Uislamu. Huenda wako watu ambao ni wavivu wa kufikiri, wanaweza kusema kama walivyotangulia mashekhe kusema kwamba sisi hapa tulipo ni machawa na tunachokifanya siyo jambo sahihi. Sasa mimi leo nataka niwaambie swala zima la kuliombea taifa lako, kuiombea nchi yako, ni jambo ambalo limethibiti kutoka katika Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumchukue Khalilullah Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Nabii Ibrahim alayhi salam, bahati nzuri, anakubalika katika dini zote. Ni baba wa tauhid, ni baba wa aqida, ni baba wa manabii na ni baba wa iman. Nabii Ibrahim alayhi salam aliliombea taifa lake na kuiombea nchi yake. Tena kwa mujibu wa Qur'an amefanya dua maalumu kwa mji wake, nchi yake na taifa lake mara 2. Twende katika sura ya 2 Al-Baqarah, aya nambari 126. Tusikilize Allah anavyotuambia namna Nabii Ibrahim alayhi salam alivyokuwa ni mzalendo, alivyoiombea nchi yake, taifa lake na mji wake kwa ujumla. Allah anasema, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Tena sigha iliyotumika rabbi ij'al hadha baladan. Ukienda katika suratu Ibrahim mambo yamebadilika. Aya inasema, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. katika suratul Baqarah anasema rabbi ij'al hadha baladan amina. Akina Sheikh Taha na mashekhe wote hapa wanatufundisha ya kuwa pana tofauti baina ya rabbi ij'al hadha baladan aminan na rabbi ij'al hadha albalada amina. Katika Al-Baqarah ametumia tanwini ya nakira, rabbi ij'al hadha baladan, e Allah, e Mola wangu mlezi, ninakuomba ujalie mji huu uwe ni mji wa amani.
Kwa nini ametumia sigha hii ya nakira, na katika suratu Ibrahim akatumia sigha ya ma'rifa? Rabbi ij'al hadha albalada. Wanawachuoni wa Qur'an wanatuambia katika suratu al-Baqara ametumia sigha ya nakira, Rabbi ij'al hadha baladan, kwa sababu mji wakati ule ndio ulikuwa ukiasisiwa. Lakini katika suratu Ibrahim akatumia alif na lam ya ma'rifa, Rabbi ij'al hadha albalada amina, kwa sababu mji tayari umekwisha imarika na watu wameongezeka. Tofauti na katika suratul Baqara, kulikuwa katika mji wake watu wawili tu, mtoto wake mchanga na mama yake mzazi. Nini maana yake? Maana yake aya zote hizi mbili zinatuthibitishia ya kuwa Nabii Ibrahim, baba wa manabii, baba wa tauhid, baba wa aqida, baba wa imani, alikuwa akiombea mji wake, nchi yake na taifa lake kwa ujumla. Tena katika aya zote mbili alikuwa akiwaombea mambo makuu mawili. Al-Baqara anasema Rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allah, ninakuomba ujalie mji huu uwe ni mji wa amani, kisha waruzuku watu wake kutokana na matunda mbalimbali walioamini miongoni mwao. Katika aya hii, ndugu zangu, Nabii Ibrahim ameiombea nchi yake na watu wake mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, amani. Jambo la pili, maisha bora. Na cha kushangaza, ametanguliza kuomba amani kabla ya chakula, kabla ya riziki, kabla ya matunda na kabla ya hata maisha bora, kwa sababu anajua ya kuwa pasina amani hakuna maisha. Katika suratu Ibrahim pia kawaombea watu wake na mji wake mambo makuu mawili. Alisema Rabbi ij'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Allah, nakuomba ujalie mji huu uwe ni mji wa amani, lakini pia niepushe mimi na kizazi changu tusije tukawa wenye kuabudia masanamu. Kwa hiyo hili ambalo leo tunalifanya sisi lina mashiko kutoka katika Qur'ani tukufu, lakini pia kutoka katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukienda katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-Imamu Muslim anapokea hadithi katika sahihi yake kwa nambari 1373, hadithi ya Abu Huraira, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amenyanyua mikono yake mbinguni na akamwomba Mola wake kama ifuatavyo. Akasema, Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Allah, hakika ya Ibrahim ni mja wako, lakini pia ni rafiki yako wa karibu, lakini pia ni nabii wako. Wa inni abduka wa nabiyuka, na hakika yangu mie Muhammad
ni mja wako na vile vile ni nabii wako. Wa innahu da'aka limakkata, na hakika ya Ibrahim amekuomba maombi mbalimbali yaliyo mazuri mazuri kwa mji wake wa Makka. Wa inni ad'uka lilmadina, na mimi nakuomba Allah na uombea mji wangu wa Madina, bimithli ma da'aka limakkata wa mithlihi ma'a, na mimi nakuomba kwa yale yote aliyokuomba Ibrahim kuiombea mji wake wa Makka, na mimi pia ninauombea mji wangu wa Madina kwa mfano ule ule au zaidi yake. Kama hili alitoshi ndugu zangu, al-Imamu al-Bukhari anapokea hadithi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah min al-barakah. Allah, ninakuomba ujalie Madina, mji wa Madina uwe na baraka maradufu kama ulivyojalia mji wa Makka kuwa na baraka. Hawa ni manabii na hawa ni mitume, na kwa mujibu wa wanawachuoni wa siyar wa tarikh, nabii bora mtukufu mtakatifu nambari moja ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini anayemfuatia kwa ukubwa na utukufu ni Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo ni wajibu wa kila Muislam na kila Mtanzania kuiombea nchi yake na taifa lake kwa ujumla, na jambo kubwa ambalo tunatakiwa kuiombea nchi, amani, utulivu na usalama na maisha yaliyo mazuri. Kwa kumalizia, hatupo hapa kuwaombea watu maalum dhidi ya wengine, bali tupo hapa kwa ajili ya kuiombea nchi nzima na wananchi wote kwa ujumla. Hata wale wavivu wa kufikiri wanaodhani ya kuwa wanaposikia dua ya kuliombea taifa moja kwa moja wana tafsiri tofauti, ninaomba nikwambieni ya kuwa dua hii pia inakuhusuni nyote, utake usitake. Tupo hapa kuombea Watanzania zaidi ya milioni 60 na kuiombea Tanzania na viongozi wake kwa ujumla. Lakini pia katika visomo ambavyo leo tumefanya, Qur'ani imesomwa mara 4, misahafu 4, na tumebakisha msahafu mmoja wa mwisho ambao utasomwa kwa ruhusa ya Mheshimiwa Mufti. Tutakuwa tumepata misahafu 5 na tutatawassal kwa Allah kupitia maneno yake aendelee kuilinda Tanzania na awalinde wa Tanzania na viongozi wetu kwa ujumla. Nataka nimalize niseme ya kuwa hata viongozi kuwaombea hilo limethibiti. Kama linakuuma, basi na wewe kuwa kiongozi tutakuombea. Na sisi Waislamu sio wabaguzi, kama alivyosema Sheikh Mziwanda, hatufanyi haya eti kwa sababu rais ni Muislamu mwenzetu. Kumbukumbu yangu inanituma, hakuna kipindi tumefanya dua na visomo kwa wingi kama awamu iliyopita, na Mheshimiwa Mufti alikuwa akituagiza kila wakati. Awamu iliyopita kulikuwa na nini? Corona, si mnakumbuka? Kila dakika Mufti anatoa tamko, mashekhe wote, viongozi wote, dua, visomo, Mungu ailinde nchi hii, corona ipeperuke, isiingie, sijui ugonjwa gani usiingie. Je, rais wa awamu ya 5 alikuwa Muislamu wenzetu? Sisi Waislamu sio wabaguzi na hatupaswi kuwa wabaguzi. Tutaendelea kuiombea nchi hii na viongozi wake, hata kama Mama Samia akimaliza awamu yake. Atakayeingia tuko naye, tutamuombea Mungu amsimamie, amwezeshe, na Mungu aisimamie taifa letu. Namuomba Allah, nasema Allah nakuomba uilinde Tanzania, Allah nakuomba uwalinde wa Tanzania,
Allah nakuomba uilinde nchi yetu na uishushie kila la kheri na kila la baraka. Allah, endelea kujalia nchi yetu iwe nchi ya amani na usalama na maelewano. Allah, wajalie viongozi wetu kila la kheri, wahifadhi na shari za binadamu na majini, wahifadhi kutoka mbele yao, nyuma yao, kuliani kwao, kushotoni kwao, juu yao na hata chini yao. Allah, pokea dua zetu. Hadha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.